Bana, leo kwenye mambo ya michezo tunazungumzia safari ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanajiandaa kwenda kule kunako nchini Morocco kucheza na RS Berkane katika mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na leo tutazungumzia juu ya safari ya Simba walipoanzia toka mechi za awali kabisa walipocheza na Al Ittihad Tripoli ya kina Mabururu hadi kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Niko na Nasi Ngayoma, mchambuzi ambaye ana mengi ya kuzungumzia juu ya safari ya Simba kuelekea kule nchini Morocco. Kwa kifupi tu ana mengi ya kuzungumzia kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba ambao mechi ya kwanza kabisa watacheza mnamo tarehe 17 ya mwezi Mei, na mchezo wa pili wa marejeano itakuwa tarehe 25 ya mwezi Mei hapa katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Mambo vipi? Fresh, niambie. Uko poa? Mvua inasemaje? Baridi mkali. Yes, normal niko kwenye jumba. Yes, let a story. Bwana, tuzungumzie mchezo wa Simba na RS Berkane ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya tarehe 17, mchezo wa kwanza. Na kwa rekodi Simba na Berkane wamekutana katika misimu wamekutana mara mbili ndio. Simba ameshinda mara moja kwa Mkapa, bao moja kwa sifuri, na pia Simba akafunga magoli mawili kwa sifuri kule katika jiji la Casablanca, walifungwa mabao mawili kwa sifuri. Yes, ukiangalia head to head kama umetoshana nguvu, lakini kwa advance step ya pili manake RS Berkane wamekuwa wao ndio wamekuwa sio kwa maana ya aggregate goal, kwa maana game itakuwa imeisha kwa 2-1 aggregate 2-1. So kwa hiyo amenufaika nani? Berkane. Maana nini? Maana yake ni nini? Maana yake timu za Kiarabu zinacheza sana kimbinu na kimatokeo. Aziangalia sana kuangalia mpira mzuri, hapana. Wao wanachoangalia ni result ikifika hatua ya knockout stage. Kwa hiyo all of all, game ya Simba na Berkane ni game cool show, ni game ngumu. Simba wanahitaji waingie na mentality ya hali ya juu sana. Yaani exposure ya mchezaji mmoja inahitajika kulikoni ubinafsi wa mchezaji. So kwa hiyo ni game cool show, ni game kubwa, ni game ngumu, inaitazama kwa macho yote mawili. Kiukweli on paper unaweza ukawapa RS Berkane, lakini mpira ni mchezo una matokeo ya kustajabisha na matokeo magumu kabisa. So game hizi zinaamuliwa sana approach game. Yes, the way mwalimu atakavyoamua ku approach game yake Fadru, lakini pia na mwalimu wa Berkane atakavyoamua ku approach game yake. Berkane wanacheza direct football. Hawana mambo mengi. Wana defense, anachomoka, inapigwa counter, mtu ana switch, ikija middles, wana process kidogo, wanafanya kupenetrate, wanamaliza biashara, wanarudi. Na ndio mechi zao zote wameshinda kwa mtindo tena ni lundo la magoli 4-5-3 4-5-3 kwa staili hiyo. Kwa hiyo Simba wakenda pale wasitake kuhataki sana, wacheze sana nyuma ya mpira, wawaheshimu, wawachie. Wao wakifanya turn back wanaenda wana attempt, wanaleta matatizo, wanarudi. Lakini wakisema tupishane, I swear for God mechi itakuwa mbaya na itakuwa ngumu sana kwa Simba. Nimepitia profile ya kocha wa RS Berkane, kocha Shabani, ambaye amepita katika nyakati tofauti. Alikuwa kocha wa Esperance ya Tunisia, akafanikiwa kubeba taji la klabu bingwa barani Afrika, na hata pia katika klabu ya RS Berkane ameingia finali msimu uliopita. Kwa bahati mbaya akafungwa na Zamalek ya Misri. Kwa profile unaona kabisa ni kocha ambaye mwenye experience kubwa. Mbele ya Al Ahly akaweza kuchukua ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika akiwa na Esperance ya Tunisia. Huyo pia akaenda katika mashindano ya klabu bingwa ya dunia akiwa na klabu Esperance ya Tunisia. Kwa profile yake unaona kabisa ni namna fani hivi, ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa sana kulinganishwa na Fadlu Davis. Yes, hiyo ndio tofauti ya timu za Afrika ya Kaskazini, ndio tofauti na timu zingine za Afrika. Wenzetu wanaekeza sana pesa, wanaamini sana kwenye kuwekeza kulikoni siasa. Ushanifahamu? Kocha kama huyo unaona hela analipwa hela kubwa sana pale Morocco kulikoni kocha mwingine kwa sasa hivi. Kwa hiyo maana yake ni nini? Uwekezaji msuri, mshipa umelipa. Sasa kama una jitu kubwa kama hilo, unategemea timu yake itakuwa vipi? Itakuwa ndogo. Kwa hiyo sasa hivi Berkane ni kitu fulani kikubwa sana, hakibebeki.
Kwa hiyo ndio maana nikakwambia hii game itakuwa crucial sana, itakuwa ngumu kwa upande wa Simba kwa sababu wenzetu wale wamewekeza kindaki, wako vizuri kila sehemu. Hawana maneno, pereche hawana. Wale wanapiga mpira kwenye pitch, wanataka result. Wanamwambia, wana maswali magumu ya kumuuliza nani coach kwamba tumekupa kila kitu. Result yake ni nini? Ni kuwa winner kila tournament tunaoshiriki. Na ndio kitu ambacho kinakwenda kutokea. Kwa hiyo maana yake ni nini? Simba kufika finali sio top quality. Simba kufika finali ni full ama ni surprise, ajali. Sawa? Yaani ni ajali kwamba IST imegongana na Fuso. Yes. IST imegongana na Fuso. Ni ajali, sio top quality. Ndio maana nikakwambiaje, angalia result ya nyuma Simba mpaka hatua hiyo wanaofika. Wamekutana na vibonde vingi wa kuwapiga nje ndani, lakini umeona wamesurvive. Kama unakuwa timu ina quality, wale walokutana na Simba stage ya robo finali, sijui nusu finali, wote wanapiga nje ndani wale. Wote wanagonga nje ndani tena goli nyingi. Mfano mzuri angalia Yanga walivyofanya safari ya Yanga wakati wanaingia finali shirikisho. Umeona safari yao? Robo finali amempiga mtu nje ndani. Nusu finali amempiga mtu nje ndani. Quality, top quality. Sijui umeelewa? Finali yenyewe unaona hapa 2-1 kule ameenda amempiga mtu. Yani at nini tuseme clown iko kubwa sana. Mamoto yanawashwa, madini yanawashwa, lakini unaona imepatikana penalty, mtu utulivu expose area ya juu ya Juma Shabani ameweka. Rudisha na wewe, game over. Ni quality. Lakini hii Simba tusidanganyane, ni accident kufika finali. Mimi na uheshimu tu mpira, lakini kiuhalisia na hapa Berkane, huo ndio ukweli. Tusijidanganye kwamba eti sisimizi kama watembo, huo uongo wenu ni habari za kufikirika. Kuna baadhi ya watu walizungumza wakisema kwamba kuna nyakati sasa inabidi shirikisho la Africa CAF kuchagua neutral ground kuchezesha mashindano haya ya finali, yani nikimaanisha kwamba mchezo uchezwe katika mechi moja tu kama wanavyofanya wenzetu katika UEFA Champions League na mashindano mengine. Unafikiri juu ya mjadala huo unaopokeaje? Ili sasa ndio mileage yake ikoje kwamba na sisi ndio tutachukua ubingwa? Wewe unakwenda mfano sawa, mfano game imekuwa neutral ground, imekuwa wapi tuseme? Labda okay, no, South Africa ni kwetu tu. Labda tuseme imekuwa Misri au imekuwa Morocco au imekuwa Tunisia. Wewe utakwenda na watu wangapi? Ndio watu wachache sana. Wenzao kwa wale? Watu wengi. Kwa sababu ni matajiri. Wale hawana pesa ya mawazo. Wale wanaweza kaenda tena ndege 10. Wale wenzetu wanapenda kweli mpira, wapendi timu, wanapenda mpira, alafu timu ndio inakuja mara ya pili. Sisi hapa tunapenda timu, hatupendi mpira, na ndio maana watu kiingia uwanjani tunashangilia matukio, hatushangilii mpira. Likifungwa goli tukishambuliwa sisi kimya. Lakini unaona sisi wale pale isipofungwa goli watu wanashangilia, likifungwa goli wanashangilia. Timu pinzani ikishambuliwa wanazomewa. Ndio maana ya ushabiki. Sisi tunakwenda kushangilia matukio. Kwa hiyo sisi hata ikiwa neutral ground, timu za Tanzania kuchukua ubingwa wa Afrika ni kudra Mwenyezi Mungu. Yes. Okay, tuzungumzie swala jingine kwenye ligi yetu ya Tanzania. Watu wengi wanazungumza kwamba market value ya wachezaji hivi sasa inakuwa ni market value ya kawaida, nikimaanisha thamani ya wachezaji. Ila kama ikitokea wanapoenda kucheza katika vilabu kama Pyramids kama alivyoenda Fiston Mayele, thamani inakuwa kubwa zaidi. Unafikiri kwenye market value ya soka la Tanzania, mfano kama wachezaji kama kina Faisal Salum, wakina Stefan Aziz Ki, Pacome na wengine wengi, thamani yao itakuwa kubwa zaidi kama wakibaki hapa au wakitoka zaidi kwenda katika vilabu vikubwa barani Afrika? Thamani ya mchezaji inapandishwa na timu anaoichezea. Thamani ya mchezaji haipandi kwa yeye mwenyewe binafsi, no, anapanda kwa timu, ile current form ya timu general, lakini pia na ile tournament ambayo yeye anaitoa kwenye timu, so na ile promotion ambayo anapewa na timu. Sasa timu ikiamua kufanya biashara ndio ina accountability ya hasara zake zote ambazo wamewekeza kwa yule mchezaji. Kwa hiyo pale sasa wao ndio wanapandisha ile thamani ya mchezaji, kwamba wenyewe tunamtaka mchezaji wetu thamani yake sasa hivi ni hii hapa. Sawa? Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwa hiyo kwa ndani huwezi kuona thamani kwa sababu mchezaji anaamini akija Yanga Simba thamani yake ndio inapanda. Kwa hiyo sasa unafikiri Yanga au Simba itamnunua mchezaji kwa hela kubwa? Wakati wanajua tuna kazi kubwa ya kufanya, kuwekeza kwake, sio? Kwa hiyo maana yake ni nini? Wao wananunua wachezaji kwa thamani ndogo lakini yenye kutosha. Wao wanakuja kuuza kwa thamani kubwa yenye muendelezo.
Yes, kama mfano mzuri scenarios ya Faisal Salum Toto kutoka Dar es Salaam Young Africa kwenda zake Azam. Unaona mkataba wake pale ulikuwaje mkubwa, kwamba Azam akitaka kumuuza Faisal kuna commission inabidi ije wapi? Iende Dar es Salaam Young Africa, sio? Lakini sio kumuuza kwa ndani. Sio kumuuza kwa ndani, kwa nje. Yes. Kwa hiyo hii ndio inaita ugumu wa Faisal kwenda Simba. Kuna demand ya mkataba. Simeelewa? Yaani mkataba wa Faisal na Azam kutoka Yanga, huyu mchezaji kwanza marufuku kuuzwa ndani. Lakini pia akitaka kuuzwa nje, kuna kiasi cha pesa kija wapi? Yanga. Ndio kandarasi ulofunga pale. Kwa hiyo washabiki wa Simba wanasema Faisal anasajiliwa Simba nini? Hiyo ndio tayari nacha. Kama unavyoona Mgema kuanguka katika kuti ambalo amelizoea. Kila siku anapanda hilo, lakini hiyo siku anaanguka, sio? Mkataba mgumu wa Faisal kwa ndani. Yeah. Tukizungumzia kwa upande wa Stefan Aziki pamoja na Clement Mzinze, wote walikuwa wanahusishwa na klabu ya Wydad Athletic Club ya Morocco, ambayo ni klabu ambayo inaenda kushiriki mashindano ya klabu bingwa dunia kule nchini Marekani mnamo mwezi wa 6. Unafikiri kwa hili kwako limekaaje? Unafikiri kwa upande wa Clement Mzinze ni wakati sahihi kwenda kucheza katika klabu ya Wydad Casablanca na kushiriki mashindano makubwa katika ngazi ya vilabu, au ni wakati pia sahihi wa Stefan Aziki kwenda pale katika klabu ya Wydad Casablanca? Tumi kwa upande wa Clement Mzize, nafikiri kama itakuwa chagiza nyingi, of course anaweza kuenda, lakini mimi kwa maoni yangu ningetaka Clement Mzize angebakia kwa msimu mmoja ili aongeze exposure kubwa kabisa pale. Akitoka pale anakuwa complete, kule anaingia tu kwenye kushindania namba yake. Sawa, lakini kama unajua miluzi mingi kizidi sana mbwa anapotea. So, kwa hiyo miluzi ikiwa mingi akienda nitabariki, lakini kwa mimi namuona kama angepata msimu mmoja tena na ndani ya Dar es Salaam Young Africa ili apate exposure kubwa, akenda kule akaingia moja kwa moja kwa regular. Lakini kwa Aziz Ki just Yanga lazima afanye biashara. Ana misimu mitatu na umri unakwenda, sawa. Kwa hiyo wakimwacha kumuuza sasa hivi, si ndio? Maana yake atamalizia pale, utamuuza nante, biashara utafanya wapi? Mpira ni mchezo wa biashara. Klabu 99% maisha yake ni kufanya biashara, kuuza wachezaji. Kwa hiyo kama ofa imefika ya Aziz Ki, haende wakati sahihi. Misimu mitatu kaichezea Yanga, top quality, top mafanikio. Hakuna Yanga anomdai Aziz Ki. Hakuna Yanga anamdai Aziz Ki. Nusu umeona goli lake limekataliwa kule South Africa. Nusu finali, robo finali, kanaenda kwenye nusu finali. So far, kwa hiyo mchango wake ni mkubwa na kila mshabiki wa Yanga hana deni na Aziz Ki. Obvious, kama kuna ofa imefika kama inavyosikika, wafanye biashara, ni wakati mwafaka kabisa. Wakimwacha hapa anavunda pale. Wakimwacha hapa Yanga asipofanya biashara anavunda. Pengine labda kwa Clement, kwake yeye haitakuwa mileage kubwa sana kwa sababu anacheza katika mashindano makubwa kwenye big stage. Anakutana na timu kama Bayern Munich, Real Madrid kwenye mashindano makubwa. Haitakuwa ni nafasi ya platform ya kwake yeye kuonekana. Ndio maana nikasemaje, kama miluzi inakuwa mingi, sio ni ubaya mbwa akapotea. Lakini kama miluzi haipo, mimi naona ni vyema Clement Mzize akapata msimu mmoja na Dar es Salaam Young Africa kwa ajili ya kuweka utimamu zaidi wa akili, utimamu wa mwili na exposure kama mchezaji. Akaenda kule awe regular star, anaweza akaenda sasa hivi kwenda hiyo Athletic, sio ambayo anashiriki, wanaenda kushiriki kombe la dunia ya vilabu, sio? Ni jambo mosi. Lakini kupata nafasi katika hayo mashindano ni jambo la pili. Atakwenda sasa hivi, una uhakika atakuwa regular? Sio rahisi. Sijui unanielewa Anaweza kawa sehemu ya bench ama hata kabisa bench asiwepo. Kwa sababu ukiwa sehemu ya bench maana yake umeshiriki kucheza ule mchezo. Usipokuwa pale kabisa hujashiriki, si ndio? Of course tuombe awe sehemu ya mchezo, ile contribute ya seconds select. Yes, lakini kama haitakuwa na opportunity maana yake ni kazi bure. Obvious, napenda mchezaji wetu wa Kitanzania hakitoka hapa, timu anayekwenda aende akawe moja kwa moja regular starter. Nafikiri tumeona hata kwa Suleiman Mwalimu bado hajaanza kwenye kikosi cha Wydad. Yeah, ndio hicho nilichokiongea. Mimi ni mtu wa mpira, mimi sio mshabiki maandazi shehe. Mimi nakupa fakti za mpira. Kwenda sehemu moja ni jambo mosi, kufanikiwa katika ile sehemu ni jambo la pili. Kwa hiyo mimi ninachoangalia sana ni kufanikiwa, siangalii jambo la kwanza. Sasa Watanzania wengi wanaangalia jambo la kwanza bila kuangalia athari yake ni nini. Si ndio? Na ndio maana Bwana Samata kwa nini amekuwa regular? Kwa nini amekuwa top players tokea nchi ya Tanzania yumbwe? Kwa sababu gani? Ametoka TP Mazembe akiwa yuko commitment. Anakwenda Genk, anaingia first 11, anapiga goli 20 msimu wake wa kwanza. Aston Villa wanamuona. Sawa? Lakini kafanyika kosa akaenda kabla ya kutengeneza mentality ya kuwa Ulaya.
Akaenda kule akashindwa kucompete. Ligi ya Uingereza unaiona. Sawa, physical fitness iko juu sana. Yes. Yes, energy na nini composure hivyo kubwa sana. Akashindwa akarudi kule. Kwa hiyo Mbwana Samatta alifanikiwa, alienda moja kwa moja Genk kama regular starter baada ya kutengenezwa TP Mazembe. TP Mazembe imemtengeneza misimu mitatu yake wamechukua nani Africa Champions League. Na kafanikiwa kwa mchezaji wa ndani. Exactly. Kwa hiyo ameenda pale top. Sasa mwalimu anatoka Fountain Gate anakwenda pale. Exposure amepata wapi? Kwa hiyo pale wanamchukulia kama mtu tumemvolve kutoka hapa tumemleta hapa, tunamtengeneza, tunamwandaa. Sasa andao lako na wewe ulipokee. Likishindwa kulipokea maana yake unaferi, unarudi huku. Sasa sitaki kuliona hilo kwa wachezaji wetu wa Tanzania. Tunapenda, kila mmoja anapenda wachezaji wetu wa Tanzania waende nje kwa mustakabali wa afya ya timu yetu ya taifa. Lakini je, wanaendaje? Sijui unanielewa? Unaweza kaenda kuuza biashara, ukawai asubuhi, mwenzako akaja saa 6 akafanya biashara. Wewe ndio asubuhi unafanya biashara ukasema kaniloga mchawi. Kumbe hujajiandaa, ile logistics yako sio nzuri. Ndio maana nasema kama miruzi itakuwa mingi, sio mbaya mbwa akipotea. Lakini kama miluzi ikiwa michache, Clement Mzize aongeze msimu mmoja Dar es Salaam Afrika kwa exposure na mentality